ana ufinyu wa kikosi. Ingaje watu wengi walikuwa wananipinga huko nyuma, nipingwa sana. Sababu zake ndio sio nzuri. Ufinyu wa kikosi. Yaani level ambayo sisi amefikia Shomari Kapombe, ukimchukua Kijili na nani mwingine bikiwa Duchu nafikiri, wanafia kwenye hiyo level. Ni timu ambayo ikiamua kutafuta bao inaweza kupata. Kama unaweza kwenda kuscore Misri katika mechi ambayo mwenyeji alikuwa na pressure kubwa ya kutafuta goli moja, goli ambayo hata Yanga hakuweza kulipata dhidi ya MC Alger. Mimi siwezi nikasema ni ubinafsi. Nenda kasema kwamba hakuna chemistry. Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salamba, na leo tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo ambayo mara nyingi tunafanya hivyo, na hususan ni mchezo wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambao ulishatamatika, lakini mchezo wa marejeano ambao uko mbele yetu. Na tukumbuke Simba ndiye mwakilishi pekee kutoka nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki. Kaka uko poa? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. 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 Kwa mara nyingine tena. Ndio, karibu tena. Shukrani. Bwana, tuangazie hapa kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch. Mara ya kwanza tuliona umepigwa kule Zanzibar. Simba ameondoka na ushindi wa goli moja. Nianzie hapa. Hii inaweza kuwa ni good starter kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kujihakikishia kwenda katika hatua ya finali. Ni hatua, lakini uwezo ukasema ni hatua ya kujihakikishia kwa sababu pamekuwa pana kama ni tamaduni au kama utaratibu timu nyingi za Afrika, kila timu wakati mwingi zaidi kuweza kutegemea mazingira ya uwanja kwa nyumbani. Imekuwa iko hivyo, mara nyingi timu nyingi zinakuwa zinapata matokeo ya ushindi wanapokuwa katika ardhi yao ya nyumbani. Kwa hiyo kwa minajili hiyo inakuwa ni ngumu kuweza kusema kwamba ni matokeo mazuri sana, kwa sababu pia na wao wanakwenda nyumbani kwao. Kwa hiyo hatuwezi kujua, na ukiangalia approach nyingi za African football, timu ikienda away haifungui nje zake zote, wanakuwa wanakwenda kucheza kwa tahadhari na wakati mwingi wakizuia. Kwa hiyo kuna wakati uwezi ukaona ubora halisi walionao, kwa tofauti na wakiwa nyumbani. Kwa hiyo unakutana na timu mbili tofauti. Timu ambayo utakuwa umeiona away inakuwa ni quite different na ndio utaenda kuona nyumbani kwao. Kwa na yule mwenyeji anakuwa anajitoa kwa asilimia zote. Kwa hiyo Simba alijitoa kwa asilimia zote akapata ushindi wa goli moja. Na Stellenbosch walicheza sehemu ya kile ambacho walitaka kucheza ili pengine kuweza kutengeneza mazingira aidha kupata sare au wapate ushindi mwembamba au wafungwe kwa majini ndogo. Kwa hiyo kile ambacho tumekiona ni sehemu ya ubora wao kamili ambao wako nao. Kwa hiyo approach ya Simba katika mechi ya pili ndio itakwenda kuamua kama watakuwa na nafasi ya kuweza kuresist hiyo pressure na kupata matokeo ambayo watawafanya waweze kwenda hatua ya finali. Stellenbosch hawana mfululizo mzuri wa kufunga idadi kubwa ya magoli katika michezo kadhaa ambao wamecheza. Wanakwenda kukutana na Simba ambaye na mwenyewe tunamuona mara nyingi ugenini anakuwa anaruhusu kufunguka akiwa akihitaji kushambulia. Simba unampa ruhusa moja kwa moja akashambulia dhidi ya Stellenbosch, ama uchezaji wao wa Stellenbosch unaweza ukaleta madhara kwa Simba kama wakifunguka? Ujue hii michuano ya Afrika hasa katika hizo hatua za mtoano ina apply zaidi mbinu. Yaani sio sehemu ambayo unaweza ukashuhudia ubora au football nzuri sana kwenye timu. Watu wachokiangalia anaangalia kwenye aggregate ameweza kukusanya nini, haendacho kiangalia. Kwa kuna wakati timu inaweza ikapata ushindi wa goli moja, Afrika aenda akatafuta sare, tayari ameshafuzu, amekuja hatua inayofuata. Wewe ukishinda goli 5 ni kitu kingine. Kwa hiyo wakati mwingine uwezo ukaona hiyo hali ya kuweza kucheza open play kwa sehemu kubwa. Kama Simba amepata goli 1-0, maana yake kaenda kule akiweza kuzuia vizuri, asiburuhusu bao ikaenda bila, yeye anakuwa amefuzu. Kwa hiyo demand ya mchezo wa kwanza ndio inakufanya uweze kutafuta approach mchezo wa pili. Hauwezi kufikiria upate magoli 7 wakati goli moja linakutosha. Kwa hiyo ukiangalia kwa mazingira yaliyopo, Stellenbosch wanajua kwamba ili waweze kufuzu katika hatua inayofuata ni lazima wapate magoli mawili clean. Yaani wapate magoli mawili bila kuruhusu bao. Na Simba anajua kwamba ili aweze kufuzu ni either akapate goli au asiruhusu bao. Kwa hiyo kila mmoja ataingia na approach ambayo itamfanya kuweza kwenda kukimbilia malengo alionayo. Kwa hiyo nategemea kwenda kuona Stellenbosch wakienda kuonekana wakiwa watofauti kabisa. Unaweza kusema kwamba mechi ya Zamalek nyumbani ya kupata bao, Zamalek alikuwa ni bingwa mtetezi. Zamalek anayesimama kwenye michuano alifanya vizuri. Kwa hata wao wenyewe walimuhofia kwamba lazima kwanza tuingie kwa tahadhari kubwa, kwa sababu ni timu ambayo ina experience na uwezo tofauti kupata bao. Lakini cha kushangaza watu wakaamini kwamba tayari wametoka kwenye mashindano kwa sababu wameshinda kupata bao nyumbani, wakaenda kupata bao
away. Maana kama unaweza kupata bao away, maana yake ni timu ambayo ikiamua kutafuta bao inaweza kupata. Kama unaweza kwenda kuscore Misri katika mechi ambayo mwenyeji alikuwa na pressure kubwa ya kutafuta goli moja, goli ambalo Yanga hakuweza kulipata dhidi ya MC Alger, lakini wao wakaweza kulipata. Kwa hiyo inaweza kuwa ni timu ambayo inabadilika kutokana na mahitaji na mazingira ya mchezo husika. Sawa, tuliutizama mchezo, tuzungumzia sakimbinu zaidi. Fadlu Davis na ukitizama pia anaitwa Beka yule kocha wa Stellenbosch. Wao kimbinu walivyokinzana katika dimba la New Amaan Complex. Fadlu alifeli wapi kutokupata idadi kubwa ya magoli kama ambavyo nadhani ndio ilikuwa dhamira yake kubwa? Na kwa upande wa kocha Steve Barker, yeye mbinu zake hasa ni zipi ambazo anazitegemea zaidi kama silaha katika michezo yake? Kwa upande wa Fadlu nafikiri alifanya kila kitu kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu timu iliweza kupunguza pressure kwenye kushambuliwa, ilipunguza makosa kwa sehemu kubwa, iliweza kudominate mpira, iliweza kutengeneza tempo mzuri ya mchezo na iliweza kutengeneza nafasi nyingi tu. Kwa hiyo tunaona kwamba alifanikiwa, lakini aliangushwa na kukosekana kwa umakini kwa wachezaji. Hiyo ndio ambacho kimemwangusha Fadlu. Kwa maana yeye Umekeka alifanya vizuri, lakini ilibakia hatua ya mwisho ya wale wachezaji kuweza kwenda kuyafanyia kazi yale ambayo amewaelekeza, kwa sababu vitu vyote vilionekana. Play and display team waweza kuiona, wanashambulia kulia, wanashambulia kushoto, wanapita katikati, run zao zilikuwa ni nzuri, aggressiveness iliweza kuonekana, utashi na njaa matokeo iliweza kuonekana. Kwa hiyo mwisho siku tu nafasi watengeneza za wazi, nafasi ya Teba, nafasi ya Chazawa na wengine wakina Kapombe, mwisho siku wakashindwa kuzitumia. Kwa hiyo itakuwa tu ni kwamba ile performance ya wachezaji wenyewe ndio ilimwangusha mwalimu kuweza kushindwa kufikia malengo ambayo alikuwa anayataka. Kwa upande wa Stellenbosch unaweza ukasema kwamba walifanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mechi ambayo Simba haitamani kuweza kuimaliza mechi nyumbani. Kwa maana tupata magoli 3, magoli 4, magoli 5, mechi ya pili na kwenda kupumzika. Juzi tumeshuhudia nani Belkane ameua mechi nyumbani, kwa maana mpata ushindi mkubwa magoli 4 nafikiri. Hasa magoli 4 uende ukafungwa tena bila sio kitu kirahisi. Kwa hiyo na wao Simba waitamani kwamba wakitoka hapa wanapokwenda kule South Africa wao wana mtaji mkubwa, lakini walishindwa kuweza kukipata kwa kitu. Kama waliweza kupata magoli 2 dhidi ya Al Masry na timu nyingine, pale ishindikana. Maana yake Steve Barker aliingia na mpango ambao uliweza kuwapa manufaa kwa sehemu kubwa, na wakaweza kuresist na kuweza kuruhusu bao moja ambalo kimsingi ni bao lenye utata, kwa sababu kama lisingetokea lile bao pengine mechi ingeweza kwenda ni 0 kwa 0. Kwa hiyo walifanikiwa kwa sehemu kubwa, ingawaje hawakufanikiwa kuweza kupata alama 3. Simba wanaweza kutengeneza nafasi nyingi sana, lakini wanashindwa kuzitumia. Wengi wao wakizungumza safu ya shambuliaji ya Wekundu wa Msimbazi Simba ina asili ya ubinafsi. Wao umeliona hili ama ni matatizo ambayo huwa yanatokea katika football, kutokuwa na bahati katika mchezo husika? Mimi siwezi nikasema ni ubinafsi. Naweza kusema kwamba hakuna chemistry. Yaani sio binafsi. Yaani ile partnership chemistry, muunganiko haupo. Kwa maana ujue eneo la mwisho wakati mwingi sana ni eneo ambalo linatokana na wachezaji kuweza kuwa wameelewana na kuweza kusomana namna gani ya kuweza kutumiana kwenye mchezo. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ni akili ya ziada ya mwalimu. Sasa ukiangalia naona bado hawajapata combination nzuri baina ile sema mbele, whether ukimwangalia Mpanzu, ukimwangalia Chazawa, ukimwangalia Kibu, ukimwangalia Mukwala, ukimwangalia na Ateba, bado hawajapata combination kwamba nani na nani wakianza wanajuana na kufiti. Leo waangalie anapocheza Mzize pamoja na Dube, kuna kitu wanakitengeneza. Unaweza kuona movement ambapo wanacheza, Dube akienda pembeni, Mzize anaingia, wanaweza kusapotiana, kutoa pasi. Maana kile kitu kinaanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa lazima mwe mmesomana. Kwa nikiangalia kwa upande wa Simba sioni hiyo combination. Ndio mwisho siku utakuta kila mmoja unakuta wakati mwingine Ateba yupo kwenye eneo la mbele, lakini Hawa yuko nyuma sana. Kwa akiangalia kuweza kuriski arudishe mpira nyuma, sawa, inakuwa ni riski kubwa, anaamua kufanya kile ambacho anakifanya. The same to Kibu, ukimwangalia Mpanzo wakati mwingine anakuwa anacheza kwa ajili yake yeye mwenyewe kwa sehemu kubwa, mpaka akose option ndio angalie second option. Kwa hiyo nafikiri inaweza kama ni kasi yake alikopo nayo yeye, ikani kasi kubwa. Kwa hiyo nafikiri kubwa sio binafsi, watengeneze hiyo combination. Aamue kuwatengeneza washambuliaji ambao watakuwa wanaweza kupati na kuweza kuingiliana, kwa maana kwamba wakafanya kitu ambacho kitakwenda kuwa na manufaa ya timu. Wengi walimzungumzia pia Jean Charles Ahoua kwa maana ya goli aliyokosa, lakini pia kuna baadhi ya matukio wengi wakitafsiri kwamba kuna namna kama ana huo binafsi ambao watu wanaozungumzia, lakini kama sio mchezaji ambaye anahitajika kupata nafasi kwa muda mrefu. Lakini kingine, kuna nyakati Ahoua alikuwa akiomba substitution.
wengi wakitafsiri kwamba labda kocha kwenye swala kufanya substitution sio mzuri sana, anaamini kikosi kimoja moja kwa moja, ndio maana tukiona kwenye subs wakizifanya zingine wengi wanakuwa kilaumu na hazipi impact. Kwako umeona kwamba Fadu ana tatizo hilo? Mimi nilichokiona ni kwanza ana ufinyu wa kikosi. Ingaje watu wengi walikuwa wananipinga huko nyuma, nipingwa sana. Sababu zake ndio sio nzuri. Ufinyu wa kikosi. Yaani tunapozungumzia ufinyu si kwamba una watu 12. Unaweza ukawa na watu 30 kwenye timu lakini viwango vyao vikawa vimatch. Yaani ile lead ambayo mwalimu anaitaka hawezi kuipata. Labda tunirejee kwa upande wa Yanga, tunazungumzia Yanga kwa sababu sasa ndio timu bora ambayo tunaiangalia. Yes. Yanga leo hii unaweza ukawa unaziziki ukamuona afanye kitu, mwalimu akawa na gasi ya kumtoa kumuingiza Chama. Si unaelewa eh? Mwalimu akawa na gasi ya kumtoa ya kumuingiza Pacome. Mwalimu anaweza akamtoa Aucho akamuingiza Duke Abuya. Anaweza akamtoa Mudathiri yake akamuingiza Max. Na wote wakaenda kupatia kitu kinachofanana. Sawa? Yaani anayeingia na anayetoka wana vitu vingi vya kimfumo vinavyofanana, ukiacha ule uwezo binafsi. Sawa? Kwa hiyo huo unakuwa ni upana utajiri wa kikosi. Lakini leo hii unavomtoa Jean Charles Ahoua, sawa, anaingia nani? Yaani ambaye atakwenda kutoa yani level ile ya kiushindani ambayo Jean unamtoa Mpanzu ule anaingia nani? Unamtoa Fabrice Ngoma anaingia nani? Unamtoa Mohamed Hussein anaingia nani? Shomari Kapombe anaingia. Kweli kuna mtu yupo, lakini je, ana hiyo level? Yaani level ambayo sisi amefikia Shomari Kapombe, ukimchukua Kijili na nani mwingine Bikiwa Duchu nafikiri, wanafia kwenye hiyo level. Kiwango ambacho leo anacho Kamala kinalidhewa kidogo na Alisalim. Kwa hiyo wana kikosi finyu. Yaani wana nyota wachache ambao wanaweza kuitendea haki plani ya mwalimu kuliko nyota wengi. Ndio mwalimu ikifika hatua kuna baadhi ya watu akitaka kuwafanyia hesabu, yeye mwenyewe anajifikiria kwamba hapa ninapoenda kumtoa fulani na kwenda kuua mchezo. Ndio ambacho kinakwenda kutokea pale. Tofauti ya viwango vya wachezaji wao ndio changamoto. Ufinyu wa kikosi. Sawa, ni display gani ambayo labda itakuwa inapendeza zaidi wanapocheza ugenini? Yes, dhidi ya Stellenbosch kwa upande wa Simba. Wakafunguke moja kwa moja kwa ushauri wako, ama wapaki basi kwa kutumia counter press? Asa itategemeana mwalimu yeye anakilenga nini. Ujue kila mtu ana namna yake kuweza kuangalia mpira. Kwa hiyo yeye mwalimu amewaangalia Stellenbosch kwenye mechi ya kwanza, amewaona wana nini kwenda ku counter. Sababu hizo sote kuona weakness. Unaweza kuona weakness ukaiona na ukashindwa kwenda kuicounter. Ukao bwana ana weakness hii lakini ukashindwa kuitumia. Ikabaki tu ni weakness na wewe hauna namna kwenda kuicounter attack. Kwa hiyo nafikiri mimi ukiniambia kwa jinsi nilivyoangalia ni bora Simba waende kuresist kuliko kwenda kufunguka. Wakazuia. Kwa sababu wana makosa mengi sana wanapotoka kwenye kuwa na mpira kwenda kwenye kutokuwa na mpira. Wana makosa mengi sana wanapotoka kwenye kuwa na mpira kwenda kwenye kutokuwa na mpira. Kwa maana kwamba kwenye ukabaji wao hawako vizuri sana. Kwenye transition, sio ukabaji. Yaani timu bado haijatengeneza shape. Na hiki mimi kuna kipindi nilizungumza kwamba hata mwalimu wao mimi bado ninamfanyia assessment. Mimi binafsi namfanyia assessment. Ukimaanisha nini Dominic? Watu hawezi kunielewa. Yaani kwa muda aliokaa kuna vitu nitarajia niweze kuviona kwenye timu. Kwa muda aliokaa kuna vitu nitegemea kuweza kuviona kwenye timu. Hata kama bado hajafikia kupata level ya wachezaji waliokuwa na uhitaji, lakini kuna vitu natakiwa uweze kuviona. Kama vitu gani? Hiyo sasa ni mada nyingine siku nyingine. Unaona timu lazima iweze kujiandaa. Ikiwa na mpira, ikiwa inakwenda kupoteza mpira na ikiwa haina mpira. Hizo ni phase tatu. Ikiwa ina mpira, ikiwa inajiandaa kwenda kupoteza mpira na ikiwa haina mpira. Kwa sababu wakati mzuri kuweza kushambuliwa na kufungwa ni wakati ambao ukiwa na mpira. Ukiwa na mpira ndio una riski kubwa kuweza kufungwa kuliko ukiwa una mpira. Kwa sababu ukiwa na mpira maana yake akili yako yote inakuwa imewaza kwenda kuattack. Kwa hiyo inabidi wachezaji wako waweze kuhama kwa maeneo yao ya asili na kuweza kusogea. Timu ikiwa inaanza mpira kwa katikati, unaweza kuona walinzi wanne, unaona katikati watu wanne, mbele unaona watu wangapi? Wawili. Maana itakuwa ni 4-4-2 flat imekaa. Unaona au wengine wataanza watu watano, watatu, watano, wawili. Mpira ukishaanza wakiwa wanashambuliwa, wote utawaona wako nyuma ya mpira wanafanya marking, whether ni zone au whatever, wanafanya marking. Sawa? Wanakuwa na bana space. Wakipata mpira ile shape yao inaanza kuhama kwenda kama kwenye pyramid ambayo imeangalia juu.
namba inaongezeka juu, kwa sababu moja ya njia rahisi ya kuweza kupata goli ni kumwauti namba mpinzani wako. Kwamba yeye kama akiwa na watu 4 kwenye ukuta wake, wewe ukiwa na watu 6 kwenye ukuta wake, una advantage ya kuwa na watu 2 ambao watakwenda ku unlock space na kuanza kuzitumia. Ndio mpira kwa hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na watu 6 mbele, maana yake obviously unakuwa na watu 4 tu kwenye eneo la nyuma ambao wanakuwa wana mpira. Na wewe tegemeana wapo kwenye shape zipi. Kwa hiyo opponent wako akiweza kunyang'anya mpira, akawa mwepesi kwenye kuwai, mazingira kutengeneza 1 against 1 au 1 against 3 yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo Simba wanaponyang'anywa mpira wakati mwingi wanakuwa na idadi ndogo ya walinzi kuliko washambuliaji wa timu pinzani. Na hata siku ile kama ule mzungu ule sio ndo nani Jugovic sio De Jong angekuwa ana umakini, kuna nafasi 2 ambazo angeweza kuzitumia. Unaelewa? Baada ya Simba kama toka kwenda kwenye kushambulia. Kwa hiyo wana hizo weakness ambazo ziko. Wakati timu inabidi itengeneze balance. Ukiwa na mpira na usipokuwa na mpira. Chukua homework, waangalie Yanga wakiwa wanacheza katika mchezo za ligi. Ghafla wakipoteza mpira, alafu waangalie idadi yao nyuma. Utakuta wanakuwa na watu 5. Watu 5. Maana yake hawakimbii tu kwenda kwenye kushambulia. Wanakimbia kwenda kwenye space. Yaani unakwenda kwa tahadhari. Yaani kuna maeneo watu wanakaa kiasi kwamba tukinyang'anywa mpira ni rahisi kuweza kurudi na mkafunga gepu, mkaacha space pembeni ambayo inaweza madhara, kwa sababu utalinda goli. Pembeni hakuna madhara. Kwa hiyo nafikiri kwa hiko lazima wakakifanyie kazi ili wasije kaenda kujilipua na dhama ikarudi upande wao. Jambo la pili, timu za South Africa ni wazuri kwenye aerial balls. Whether ni dead balls au kwenye crosses na whatever, ni wazuri sana kwenye kutumia mipira. Kwa hiyo wapunguze makosa kwenye eneo la 18 na wapunguze mipira ya adhabu ya kona au mipira ya kurusha kwenye eneo karibia na goli lao, kwa sababu sisi tuna hizo weakness. Sio tu Simba, ukiangalia Simba, Yanga, timu nyingi za Tanzania bado hatujakuwa na uwezo wa kuweza kuzicounter fouls kwa maana ya kushambuliwa sisi, lakini pia hatujakuwa na uwezo hata wa kutumia hizo fouls kona. Wewe fanya research. Msimu mzima Simba na Yanga wampata kona ngapi? Alafu wametumia magoli mangapi ya kona waliofunga? Kona nyingi, magoli machache. Kaangalie. Mchezo mmoja wa Yanga unaweza kukuta wa Simba unakuwa hata 20, hata goli moja hakuna. Hiyo ni weakness kubwa sana. Katika kona 5 wala wanapata goli moja. Tulikuwa tunashuhudia Arsenal hapa katikati. Ukiwapa tu kona au adhabu wanakufunga kwa sababu ni kitu ambacho watu wana train. Sasa wenzetu vitu wanafanyia. Yaani wenzetu wana hiyo training kwa sehemu kubwa sana. Mechi ile ya Simba na Kaizer kwa nakumbuka ile ya goli 4. Magoli yote yalikuwa ni mpira ya foul ya mipira juu. Wanakufunga na enjoy. Kwa hiyo nafikiri waangalie maeneo, wakifanikiwa wanaweza kufanya kitu. Kiwango cha Shabalala ni kama Steve Barker amegundua ile ni njia yake. Niona mara nyingi akipitisha mipira kule. Sasa sio kiwango cha Shabalala ni kinafanya ndo wapitie kule. Mpango mkakati wa Simba ndo unapitia kule. Si unanielewa? Yaani plani ya Simba ya kushambulia inapitia kushoto. Hasa kama inaanzia kushoto, mwalimu naye mwenye mbinu naye atakushambulia kushoto. Ili ukose utulivu katika lile eneo na uopt, utaamua sasa whether uende au ubaki. Kwa hiyo waliamua kwamba Simba nguvu yao kubwa ipo kushoto. Yaani wakishambulia kushoto wanakuwa na madhara makubwa kuliko wapi? Upande wa kulia. Kwa hiyo na wenyewe wakawashia moto kushoto ili Simba waweze kuswitch. Na Simba kweli wakaswitch, wakahamia kulia ambako ukiangalia kimsingi wanakuwa wana nguvu kubwa. Shukrani sana. Karibu sana.